nitakuwa kama simba aliyepoteza watoto wake kuinua CCM. Baada ya kusema wangapi mmenisamehe, wangapi mmenisamehe, kama hapa juu kweli mmenisamehe, kwa heshima ya makamu mwenyekiti wetu naomba mshuke hapa chini ili tupate picha nzuri. Hapa tushuke kama mmenisamehe, naomba mshuke mpaka hapo kama mmenisamehe. Basi hamjanisamehe, shukeni basi kama mmenisamehe. Asante, msipoteze muda. Na mtazamaji, mara baada ya kuhitimishwa kwa mkutano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Iringa mjini, ambapo makamu mwenyekiti wa chama hichi taifa Bwana John Heche amepata kuweza kuwahutubia wananchi na wananchi wakimsindikiza mpaka hapa hoteli ambapo amefikia, na afanikiwa kuzungumza na baadhi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na makada wa chama hichi ambapo walikuwa hapo katika mkutano huu. Mimi ni Francis Godi. Ndio, mimi naitwa Jean David Mwambigija, maarufu sana mzee Opako wa waziri mkuu wa Mbeya. Mwambigija, kwamba tumesikia alichoongea makamu mwenyekiti, lakini tumekusikia wewe mwenyewe na tumeshuhudia leo tukio kubwa kabisa la kuweza kurejea ndani ya chama. Nyewe mnasema mwana mpotevu, lakini watu walimuita Yuda Iskarioti, mchungaji Peter Simon Msigwa. Hii inatoa picha gani? Kwanza ni picha nzuri sana, kwa sababu bila Peter Msigwa kutoka kwenye Chadema tusingejua chama kwamba kina utawala ambao unapelekea kukiuza chama. Chama kilipoteza nguvu yake ya kawaida kutoka wabunge 100 na kitu, kutoka wabunge ikaja 76, kikarudi mpaka toka na mbunge mmoja wa jimbo la Nkanse Aida Kenan, na uongozi wa chama uliridhika kwamba hata ikiwezekana tupate mtaa mmoja kwenye miji mikubwa kama Mbeya mjini na maeneo mengine. Tukajua kwamba sasa uongozi wa chama wakati ule ulikuwa umechoka. Lakini kumbuka, Peter Msigwa alikuwa mjumbe wa kamati kuu kwenye maridhiano ya nchi hii, alikuwepo kwenye maridhiano. Kwa hiyo aliona uovu ambao pengine viongozi wetu ambao walitoka kwenye uchaguzi ule walianguka, na management ya Chadema wakati ule ikiongozwa chini ya kina John Mrema, akina Kigaira na Salum Mwalimu, kwamba ilikuwa na business as usual ndani ya chama, kulikuwa na biashara. Sasa Peter alitoka kwa hasira kwenda CCM, akawafumbua macho wapiga kura ndani ya Chadema kwenda kufanya mabadiliko. Kwa bila Peter Msigwa mabadiliko nayo yaona leo yasingeweza kutokea. Kwa hiyo alisacrifice, alijitoa kama mbuzi wa kafara kwenda Chama cha Mapinduzi. Lakini kama unavyomuona kacha ya Peter Msigwa, asingeweza kukaa CCM kwa maovu ambayo yalitokea tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Alikuwa nawiwa kama mchungaji aseme, sasa ukiwa CCM huwezi kusema. Kwa hiyo ndio maana akarudi nyumbani, kitu ambacho ni cha kawaida, kama ambavyo mmewahi kushuhudia wanasiasa wa CCM waliwahi kuja Chadema na wakarudi kwao. Wakina Wasira waliwahi kutoka CCM wakaja NCCR Mageuzi akagombea ubunge, aliwahi kupata pale Bunda, lakini baadaye akarudi CCM. Leo ndio makamu wa mwenyekiti wa taifa wa CCM. Kwa hiyo hizo movement ni za kawaida na imetupa manufaa sana chama kuwa na nguvu zaidi baada ya Msigwa kufa kama mbegu, lakini sasa imeota tena kwa maana ya kurudi Chadema. Ndio kama hivyo unaona tunafurahia kurudi kwake, ni mtu muhimu sana. Mwambigija, kwamba wakati umepewa nafasi ya kuweza kusalimia umati uliweza kulipuka kwa furaha kwa maneno yako ambayo umeweza kuyatoa katika uwanja huu. Hivyo hivyo kwa John Heche, lakini umeona picha iliyojitokeza kwa mchungaji Peter Simon Msigwa mara baada ya kuongea kwamba mwitikio wa wananchi haukuwa ule uliotegemea, hasa aliposema jamani, mmenisamehe, na kama mmenisamehe basi naombeni shukeni chini. Uliona ile hali, natoa picha gani? Ni kweli walikuwa wameitikia, baadhi ilikuwa 50-50, lakini sasa kama mnavyojua watu waliumia kusema kweli.
Kwa hiyo kunahitaji mikutano mingi katika kulizungumzia hili swala la msamaha. Kwa hiyo watamsamehe kidogo kidogo, kwa maana kwamba hali ilitokea kuwa vile ilivyotokea, lakini mwisho wa siku amerudi. Watamsamehe kadri ambavyo tutakuwa tunafanya mikutano, na itabidi tushirikiane, tusimwachie peke yake, kuwaelimisha wananchi ambao wana mioyo ambayo ilijikunja. Unataka, kwa hivyo unakiri pasipo shaka kwamba kumsafisha Peter Msigwa kunahitajika kazi ya ziada? Sio kazi ya wastani, sio ziada, kazi ya wastani. Wastani unaupimaje kwamba huu ni wastani ambao unalingana kumsafisha Peter Msigwa, kama nyie wengine mmeweza kusimama na kushangiliwa, na nyie si hapa nyumbani? Peter Msigwa, huu ni uwanja wa nyumbani, na wanasema kwamba au tuungane na wale maneno ya Biblia kwamba nabii akubariki kwao. Yeye anakubarika, isipokuwa waliumia sana watu kutoka kwake. Kwa hivyo bado wana maumivu. Wana maumivu, lakini ndio sio, unajua maumivu hayawezi kutoka kwa mara moja. Sasa kama hao wananchi ambao wamejaa wanashangilia nyie wenyeji, wanawashangilia nyie wageni wakuja tu, wanatamani hata kuwabeba kwake yeye ambaye ni mwenyeji hapa, kwa kiasi gani kwamba ameacha maumivu kwa wakazi wa jimbo la Iringa mjini, na hata kurudi kwake bado wanaamini kwamba bado tuna Yuda ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ndio hivyo unavyosema, tutazidi kuwaponya. Unajua maumivu hayawezi kupona mara moja. Majeraha yanapoingia yanaingia ghafla, lakini kutoka yanatoka taratibu. Kwa hiyo hawa watu tutawatoa taratibu kwa kushirikiana kufanya kazi ya kujitolea. Unaamini kwamba John Heche ni kiongozi mkubwa, ukiacha Tundu Lissu, Heche ni kiongozi wa pili kwa ukubwa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kama sijakosea, ukimwacha katibu mkuu ambaye mtendaji? Ndio. Unaamini kwamba anapokuwa hapo makamu mwenyekiti wa chama taifa, lazima viongozi wa wilaya, mkoa wawepo katika eneo hili, hasa katika mkoa ambao anakuwa? Of course ilitakiwa kuwa hivyo, lakini hatuwezi kujua udharura wao, wamepata dharura gani. Yuko wapi leo mwenyekiti wa kanda ya Nyasa bwana Joseph Mbilinyi almaarufu Sugu? Yuko wapi bwana William Ngai? Wako wapi viongozi wengine wa Chadema ngazi ya mkoa ambao tulitegemea leo wawepo hapa? Ni kweli walitakiwa wawepo kwa mujibu wa taratibu na itifaki ndani ya chama, lakini mimi huwa hawawezi kuomba ruhusa kwangu kulingana na itifaki ya kichama. Kwa hiyo siwezi kujua udharura wao wako wapi, kwa sababu hawezi kuripoti kwangu. Ni kwamba wamemkimbia Msigwa, wamemkimbia Heche? Siwezi kujua wameomba kwa nani ruhusa ili nijue wamekimbia au wana dharura za kiafya. Unajua tena, ninavyofahamu Chadema kama vyama vingine, kama taasisi nyingine, mtu anapokuwa na ruhusa kwamba huwa inatolewa taarifa kwamba fulani hawajafika kwa uzuri, lakini nilisikia ruhusa hii wanataka kuniambia kwamba Msigwa kaeta mpasuko ndani ya chama. Wewe unajua mchungaji? Permission yake tutaijua kwenye kikao tunachokiendea sasa hivi jioni cha Samale ya mkutano, ndio tutafahamu wao ruhusa zao zimekaeje. Kuhusu kuleta mpasuko, hakuna mpasuko, ni kwa sababu ndio kuna watu ambao ujio wake wameufurahia, wengine hawajaufurahia. Siwezi kujua sasa kama ndio hatua walioichukua ya kutokuhudhuria, lakini wahudhurie wasihudhurie, Peter Msigwa akisharudi hivyo ndani ya chama. Mtazamaji, Matukio Daima ambao anatufuatilia, huyu ni mchungaji Mwambigije, mmoja kati ya wanasiasa nguli sana unapozungumzia siasa za vyama vya upinzani, siasa za ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hutaacha kumzungumzia Mwambigije. Maneno yake na ujasiri wake katika kujieleza ndivyo ambavyo unaweza kuungana nami kwamba ni miongoni mwa wanasiasa ambao wamekamilika. Lakini pia naambiwa bwana Mwambigije, wewe ni kambi Msigwa na Msigwa ni kambi Heche. Ngai pamoja na Sugu sio kambi Heche wala Msigwa. Of course nilifikiri vitu hivi vimeisha. Ni kweli wengine walimsupport mwenyekiti aliyemaliza muda wake Mr. Mbowe, wengine walikuwa Tundu Lissu, lakini tulizani baada ya uchaguzi kufanyika na kuwa kitu kimoja, tuimbe sauti moja ya Chadema. Kwa hiyo kama watu bado wana makovu ya uchaguzi uliopita, naweza kusema ni akili yao imechelewa kuelewa kwamba hatukomoani hapa. Baada ya kucheza mechi za uchaguzi, natakiwa turudi tuwe kitu kimoja, tufanye kazi. Sasa kama watu wamechukia kuingia kwa Msigwa, kwa kusema kweli mimi nitasikitika, na mimi ni kusema kweli nilikuwa na muunga mkono Peter Msigwa kusema kweli. Kwa hiyo
lakini kuja kwangu hapa kutegemei kwa sababu ya Peter tu, ni kwa sababu ya vibe la chama, kuona namna gani tunaanza baada ya kufungiwa muda mrefu na sasa tumefunguliwa. Kwa hiyo tulitaka tuanze kwa kishindo mbia zetu za kuitoa CCM madarakani na kuwaelimisha watu umuhimu wa kupata katiba mpya, na hatimaye tushinikize kuona namna gani wanamwachia Tundu Lissu kwa sababu hana kesi ya kujibu, wanamchelewesha tu mahakamani. Mama, upande wa jina? Mimi kwa majina yangu naitwa Hamida Alitanda. Ni katibu wa wilaya mstaafu wilaya Iringa, ambayo nilikuwa naongoza majimbo mawili kwa kipindi hicho. Nimekuwa katibu wa wilaya jimbo la Kalenga na jimbo la Isimani, lakini kwa sasa ni mjumbe wa moja ya kamati za kanda Sela Ilani kanda ya Nyasa. Ndio wajulisha viongozi wenu kama kiongozi wa kitaifa atakuwepo hapa? Ndio. Walikuwa wanajua kina William Ngai pamoja na Sugu kwamba kuna viongozi wa kitaifa hapa? Wanajua. Kwa nini sasa hii inaleta picha gani? Hatuwezi tukajua udharura wao. Unajua sisi ni wanadamu. Ndio. So tunakumbwa na vitu vingi. Ndiyo. Lakini wana taarifa. Kwa sababu nasema wana taarifa kwa vipi? Kwa sababu tuna media mbalimbali, ujio wa mwenyekiti wetu wa taifa mitandaoni upo kwenye magrupu ya chama, kwa hiyo ni wanajua. Hakika anasema kwamba wanajua. Hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha, na hii ni Matukio Daima, mpenzi mtazamaji, ambapo tunaweza kupata fursa kuweza kuzungumza na mama yangu hapa. Jina unasema? Hamida Alitanda. Ndio, lakini pia nimepata kuweza kuzungumza na mchungaji Mwambigije, kada mashuhuri wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Inawezekana maswali ambayo mimi nilikuwa najiuliza na wengi wamejiuliza hivyo, lakini sijataka kuweza kuondoka pasipo kuweza kupata majibu. Na si tu napata majibu kwa kila mtu, napata majibu kwa wale ambao waliozoeana. Wanasema siku zote waogao pamoja ndio wasuguana nao migongo. Imethibitika katika kauli yake Bwana Mwambigije kwamba yeye Peter Msigwa alimuumiza sana, lakini pia yeye kwamba alikuwa timu Lissu na Msigwa alikuwa timu Lissu, hivyo amekuja kufuata timu. Na hivyo wapo watu wanaosema kwamba Msigwa wakimuita Yuda Iskarioti, sijui mchungaji leo atambatiza jina gani baada ya kurejea. Sasa amejiita mwenyewe Simba aliyepoteza watoto, anatakiwa ingie kazini kwa hasira kuisambaratisha CCM aliyokuwa ametokea huko, kwa sababu anaifahamu kila engo. Sisi ni kusapoti na kuanikiza tu, kuhakikisha anapiga hizo cross vizuri namna gani tuweze kufunga au kukabia juu. Kwa hiyo mimi tu ni kushukuru pia mwandishi kwa udadisi wako, uchokonozi uliotukuka. Umekuwa mwandishi mahiri, nafahamu tuliwahi kuhojiana wakati ule wa operation, lakini bado uko kwenye ulingo wa habari. Pia nikupongeze, umekuwa ukidodosa vitu vya msingi sana ndani ya chama chetu. Kusema kweli, ambao wanaendeleza utimu wataumia sana, kwa sababu sasa hivi kwa kweli tunakuwa na operation inaitwa Delta Force Chadema M4C New Fashion, ambayo tutakuwa chini ya Msigwa tukifanya mikutano katika Nyasa na kanda zingine ndani ya taifa hili. Ni kauli ya kwake Peter Msigwa na ni kauli ya kwake John Heche. Ni samaki aliyekufa tu ndio anapata mwelekeo wa maji, na ukiona samaki anafuata mwelekeo wa maji, huyo sio wa kumvua, tambua amekufa. Hakika hivi ndivyo ambavyo naweza nikahitimisha. Mimi ni Francis Godwin na hii ni Matukio Daima. Asante na uwe na siku njema. Asante sana. Je, umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini.
LM Lodge. Tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya Kids Day Care, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi 3. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari 3 zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school.